Mamako alilaniwa. Nimekuja hapa nyumbani kwako kumfuata mkeo na kumpeleka katika ulimwengu wa giza. Yaani kama utamgusa mke wangu utakutafuta kokote. Yaani oya blasa vipi? Nakwambia hivi nitakuumiza, nitakuumiza. Na siku analaniwa ndo mimba yako iliingia. Wewe ni mkosi mkubwa. Ondoka. Nini? Kichomi. Nina jambo muhimu la kutisha kuambia kuhusu kakako. Nifuate. Vipi, uko sawa? Sasa tukaendelea. Kwa nini unamsaidia kulipa kisasi chake wakati zawadi ya uchawi mlompa inatosha? Kwa sababu kuna kazi nataka nimpe ambayo itakuja kushangaza dunia. Wachawi wamempima, wamegundua kuwa na uwezo mkubwa sana. Na kwa nini mnataka kumzika Eliza? Tena mnamzika mzima? Ndio adhabu chawi ameichagua. Yuko salama? Kaka yako yuko salama, lakini sio salama sana. Kuna tatizo gani limemkuta ndugu yangu? Nitakwambia, wala usijali. Mimi kweli nilikuwa mbaya sana kwenye maisha ya kaka yako, lakini kaka yako ni mbaya sana kwenye maisha yako. Hebu ondoa hicho ambacho nataka kunitengenezea sasa hivi hapa. Nataka kujua kakangu kwa aliko yuko wapi na yuko salama. Inabidi unisikilize, maana haujui chochote kinachoendelea. Yule mwanamke uliokuwa unampenda na kumsamini, aliyekuwa ndoto yako umuoe, kaka yako ndiye aliyomuua. Na mimi ndo niliokuwa shahidi katika kifo chake. Wewe. Hebu angalia sentensi ambazo unazizungumza. Sawa? Unataka kumaanisha nini? Unataka kumaanisha nini mbele yangu? Shemeji, inabidi unisikilize. Ninakujali na kukusamini. Na ndio maana leo nimeamua kutoa ukweli huu kwa sababu ulikuwa unanitesa mno. Nilikuwa sina amani. Kweli damu ya mtu haiendi bure. Lazima tu itakuwa inasumbua watu. Basi mimi ndo ninayeteseka. Kaka yako aliniambia nisiseme chochote kile kuhusu mke wako. Na ndio maana mimi nikajikuta tu naanza kuwa chizi na kuwa na mwanaume huyu na mwanaume huyu, imradi tu kujifariji. Kaka yako niligundua sio mwanaume sahihi, kwa sababu ni mbaya. Hivi shemeji, ulivyokuwa hivyo mzuri, ulivyokuwa na hekima, leo anakuja kufanyia mambo kama haya. Mbona sura yako kama inamaanisha? Mbona macho yako kama yanaonyesha kama unamaanisha hivi? Mimi namaanisha kaka yako ni adui yako mkubwa katika maisha yako, na usije ukamwamini kwa chochote. Na hata leo nimeongea hii siri, najua sitokuwa salama. Na ukisikia nimekufa, basi kaka yako kahusika kifo hicho. Usimuone vile na upole wake, ni nyoka. Najua unajiuliza maswali mengi, kwa nini kaua? Ila sasa ngoja nikwambie. Nini? Tatizo nini? Nahisi tumbo langu linaniuma. Sasa mimi nina namba yako kwa sababu hichi ni kitu muhimu sana. Natakiwa nikwambie. Kwa nini nitakupigia shemeji? Ibugwa. Shemeji, mimi nimechoka. Hivyo unaenda kunionyesha kitu gani? Shamba, uwanja au kitu gani? Usiwe na haraka shemeji. Twende utajua koko. Hapana, nimechoka.
kwa muda niliotumia nisije nikamuuzi mume wangu. Acha mimi nirudi, tutafanya wakati mwingine. Nisikilize mimi. Sawa. Sio mbali, ni karibu tu. Tumekaribia. Twende. Umeogopa? Nikuogope wewe nani? Wewe si mbwa mdogo tu. Sawa, mimi ni mbwa nashukuru. Shemeji, huyu kafuata nini hapa? Sijajua kafuata nini. Labda nimuulize. Eti wewe umefuata nini hapa? Kwani pia kuwasalimia ni dhambi jamani? Wewe unamsalimia nani paka wewe? Unajua nitakufanya kitu kibaya, sitaki ukaribu na wewe. Sawa, mimi ni paka rafiki yangu. Lakini leo nitakuja kukutembelea. Utakuwa hujitaki, maana nitakuua bila kufikiria. Usisubutu kunikaribia. Shemeji, hiki ndio kituo chetu? Hapana, bado safari inaendelea. Tuondoke. Sawa. Nimekuangusha, maana nimerudi peke yangu. Nimemtafuta kila mahali, wala sijamuona, na simu yake haipokelewi tena. Pole sana, mke wako kashachukuliwa na ameshaingizwa kwenye ulimwengu wa giza. Kutoka kwake si rahisi. Unasemaje? Hautomwona tena mke wako. Naweza ngakufahamu? Mimi naitwa Chakala. Chakala. Sasa mimi nitakuita Cha. Cha inatosha peke yake. Samahani mganga kwa kutumia herufi moja tu, kwa sababu nitakuwa na haraka ya kuongea. Najua mpaka umeweza kuona aliyopita, bila shaka unaweza kuyaona anaokuja kwa kiwango chako. Unaweza ukaniambia ni nani huyo mtu alomchukua mke wangu? Kijana, pole sana. Mimi mwenyewe nimejitahidi, nimefanya ufundi wangu wote. Mtu ambaye aliyomchukua anaonekana kimvuri tu, haonekani sura wala nimjue huyo ni nani. Wana lengo gani na mke wangu? Mpango aliokuwa nao, wanataka wamzike akiwa mzima mzima. Yesu Kristo, kuna watu wa namna hiyo? Wapo, wakiwa na malengo yao. Chakala, unajua wakimzika mke wangu mzima, mimi nawaua wote. Amini ninachokwambia, nawaua wote. Wamejipanga, hautowaweza kamwe. Hata wajipange kiasi gani, hata kama ingekuwa ni dunia nzima, Chakala, mimi nitaua. Siwezi kukubali kumpoteza mke wangu, na kuahidi nitawaua. Yoyote atakayemgusa mke wangu mimi nitamuua. Ujipange kama wao walivyojipanga. Hata ukiwa wewe nakuua. Wewe mwanamke, hivi unajua ni jinsi gani umeninyima amani? Kiasi kwamba umenifanya sitamani kusikia chochote kipya kutoka kwako. Nimekunyima amani, ila huo ndio ukweli na inabidi upokee. Wewe, ukweli gani? Ukweli unataka kunigombanisha na ndugu yangu? Sikiliza nikwambie bwana. Kaa mbali na familia yangu. Alafu kama ni msiba ulishapita. Tushazika, tushasahau. Usitake kumenya kidonda ambacho kimekauka ndani ya moyo wangu. Usinigombanishe na ndugu yangu. Na unajua jinsi gani ninavyompenda. Sitaki kusikia. Mimi sitaki uniamini. Ila kaa ukijua kaka yako ni mbaya, na ilitakiwa ujue kwa nini mchumba wako alikufa. Na alikufa kwa ajili yako. Na sijui kwa nini, ila najua kwamba alikufa kwa ajili ya kukutetea wewe. Na sijui kaka yako ana nini na wewe na anataka kukufanya nini. Hilo mimi sijui. Ila kuna mganga ana uwezo wa kuona mambo yaliyopita. Na huyo mganga atakuonyesha kila kitu kilichotokea. Kwa hiyo ukitaka kujua, mimi nitakupeleka na utaona matukio yote aliyofanya kaka yako. Ukinitaka utanipigia simu, nitakupeleka. Wewe
Kaandaeni kaburi. Mgeni wetu ameshafika. Anazikia wapi? Anazikia huku kuna ulimwengu wa giza? Naangalia huku kwetu. Habari za hapo? Nzuri. Karibu sana. Hapa ndo eneo ambapo kuna surprise yako. Ndo hapa. Naam. Rozi, Mungu, hata kama mimi ni mkosefu na mdhaifu. We Rozi! Rozi! Taratibu. Lakini naomba unisaidie niweze kutoka katika huu mtihani. Wewe Eliza! Unapoingia mji wa mtu uwe na heshima. Sikia. Yupo kwenye maombi. Na hawezi kukusikia kwa sababu wewe haujapewa masikio ya kusikia ukiwa katika ulimwengu huu. Kwani huu ni ulimwengu gani? Huu ni ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa giza? Hapana, msimtanie. Rozi! We Rozi! Nakuomba sana Mungu wangu. Sasa umeamini unachoambiwa. Inabidi uelewe hivyo. Na yule mzee ni nani? Yule anaitwa Jongo na pale ndo kwake. Haya, mimi najua mwenye nyumba ni Rozi. Kwa ulimwengu wa kawaida pale ni Palozi, lakini kwa ulimwengu wa giza pale kwa mzee Jongo. Giza gani nyewe mnaloliongelea? Hapa pana giza. Tena giza hasa. Kadri muda unavyozidi kwenda, utaliona na utaelewa ninachokwambia. Wewe ni nani? Na unafanya nini nyumbani kwangu? Acha nikusaidie binti. Nikusaidie kitu kimoja. Wewe utakuwa na matatizo ya akili. Na umevamia meli ya vibwengo. Nataka nikuweke sawa kidogo. Sawa kidogo. Hapa unapopaona ni kwa mwamba Kesi the Benga, chuma cha reli, chuma cha pua. Hapa ni nyumbani kwangu. Mdogo wangu, umejichanganya. Umeingia anga sizo. Ili chimbo sio la kwako. Jifikirie vizuri. Nadhani una akili timamu. Huku ulikoingia siko kwenyewe. Kwa hiyo nakusii mdogo wangu. Nakuonea huruma sana. Usinijibu hivyo. Nitapiga simu polisi sasa hivi. Usinijibu hivyo, hapa ni nyumbani kwangu. Huu ni ulimwengu wa giza. Nyumba yako haipo hapa. Hapa ni kwangu mimi. Alafu wacha nikusaidie kitu kimoja. Nataka nikusaidie kitu kimoja mdogo wangu. Mimi sitishiwi. Yaani utaita polisi, unafanyaje? Unarukaruka kama bisi. Mimi sitishiwi. Sijui kama unanielewa. Na huku waga hatutishiwi. Yaani kesi ukimpelekea polisi ni sawa sawa na nyuki kutengeneza asali. Sijui kama unanielewa. Utapanguliwa masikio, utakuwa kama mbuzi wa itima. Huku watu kama nyinyi tunawala mbio unanona. Kidali tunapika supu, huku sijui miguu, sijui kishindo, sijui nini, huku tuna rosti. Sijui kama unanielewa. Watu kama nyinyi sisi huku tunawapika na kuwachoma mishikaki wakaiva vizuri. Huja unatamba kwangu. Mimi ndo chuma cha reli. Yaani kwa kweli Mungu. Yaani wewe Mungu wewe. Mara ya kwanza umenipa kikombe adui yangu nikawa namuona. Nikahisi kwamba kikombe tayari kimeshavunjika sasa, afadhali au umempatia mtu mwingine. Mungu, umenipa kikombe kipya kigumu. Kikombe ambacho hata adui yangu simuoni. Mungu, hichi kikombe gani sasa hichi? Kwa sababu hata Yesu hujampa kikombe kama hichi. Yesu ulimpa kikombe akawa anawaona wakina Yuda. Anawaona kabisa macho kwa macho. Kama huyu ni Yuda, huyu ni nani? Mungu, mimi unanipa kikombe, simuoni adui yangu. Mungu, hichi kikombe gani? Yaani Mungu, yaani kama ningekuona Mungu, akia Mungu kwa hichi na kuapa wewe ningekulaumu. Ebugwa, acha kukufuru. Usiseme hivyo. Yaani usiniambie hivyo kabisa. Nisikufuru. Masikini sisi ndio tunaongoza kukufuru. Hata usiposema nisikufuru moyoni na kufuru. Usiniambie mimi nisikufuru wakati kabisa. Sikufuru nasema kweli. Mimi nataka nikusaidie jambo moja. Je, uko tayari nikusaidie? Niko tayari. Nipe msaada tafadhali, nifanye nini? Nisaidie, nakuomba, nisaidie. Nataka nikuelekeze. Nenda Sarau. Sawa. Ukishafika pale, uliza mtu anaitwa Chakama.
ni mtu maarufu sana. Ukishafika pale, ukishamuona huyo Chakama atakusaidia, ila ufanye haraka, cheza na muda. Ukichelewa watamzika mke wako. Mke wako anapata shida sana. Sawa, nashukuru. Meacha nifanye hivyo. Sawa. Sawa. Asante. Kila la heri. Asante. Kaka, samahani naomba nikuulize. Umesema hapa ni wapi? Hapa upo katika ulimwengu wa giza binti. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo hamka. Inawezekanaje yani? Inawezekana hivyo hivyo. Kichwa chako kigonge vizuri. Hivi. Sijui ilikuwaje wewe umefika hapa. Wakati huko tunaishi watu maalum. Wewe imekuwaje kuwaje umekuja huko? Ni vipi, yani kivipi umefika huko? Nani kakuleta hasa? Nilikwambia nitakutembelea. Karibu katika ulimwengu wa giza. Na funguo ya kurudi ninayo mimi. Kitu ambacho ukijui, unaona vitu vyote kawaida, lakini sio kweli. Havipo hivyo unavyozani. Nikwambie kitu. Ukiachwa jifunze kuachika. Ukikataliwa jifunze kukataliwa. Sio kama unanielewa. Sitaki kuamini. Hii vita unayoianzisha ni ngumu sana. Mimi nina mume wangu, nafikiri mume wangu atakubaliana na mnataka kunidhulumu. Mume wangu huyo hapo. Endelea kuongea kama unapokuwa unaongea mara ya kwanza. Kwa mume wako kafika sasa. Niendelee kuongea. Unanipiga na mkwala kabisa na biti, niendelee kuongea. Unajiona shujaa sana kwenye maya za watu, si ndivyo? Sina kuuliza. Unajiona wewe mwamba sana, si ndivyo? Sasa huu ndo ulimwengu wa giza. Mungu, wewe ndio unayemjua adui yangu vizuri. Nisaidie niweze kushinda vita hii. Kwa yoyote yule ambaye ameamua kuingia kwenye maisha yangu kwa ajili ya kucheza na mke wangu, kuharibu familia yangu, siwezi kumwacha mzima. Iwe masika au kiangazi, ulimwengu wa kawaida au huo ulimwengu wenu wa giza, Mungu nisimamie hii vita nishinde. Sitamuacha yoyote yule mzima kama mke wangu atamgusa. Kama kuna mtu ananisikia na anisikie, yeyote yule atakayemgusa mke wangu abadilishe wazo lake, aanze kwanza kunigusa mimi. Akianza kumgusa mke wangu, popote mlipo, hakuna sehemu ambayo haiwezi kufikika. Mimi nitafika, na hii vita itakuwa ngumu. Tawaua wote. Umemsikia? Sijamsikia. Hujamsikia Sasa alichokisema, ataua yoyote atakayeingia kwenye njia yake, iwe ulimwengu wa nyama au ulimwengu wa giza. Kaa mbali na familia yangu. Alafu kama ni msiba ulishapita, tushazika, tushasahau. Usitake kumenya kidonda ambacho kimekauka ndani ya moyo wangu. Usinigombanishe na ndugu yangu, na unajua jinsi gani ninavyompenda. Sitaki kusikia. Mimi sitaki uniamini. Ila kaa ukijua kaka yako ni mbaya, na ilitakiwa ujue kwa nini mchumba wako alikufa. Na alikufa kwa ajili yako. Na sijui kwa nini, ila najua kwamba alikufa kwa ajili ya kukutetea wewe. Sitaki kuamini chochote. Hapa ni nyumbani kwangu. Kama wewe umeniloga na shamti ili mimi niwe sina akili, eti hapa nyumbani kwako. Nyumbani kwako, hapa ni nyumbani kwangu mimi. Kwa hiyo siwezi nikakuelewa ulimwengu wa giza, eti ulimwengu wa giza. Sitaki kukuelewa kwa chochote. Hapa ni nyumbani kwangu. Unajua mimi sipendi kuongea na wewe madhudhu wasioelewa. Yaani unaongea na mtu 50 unga 50 maji. Unarukaruka kama bisi. Yaani unajisaulisha. Unajisaulisha, si ndivyo? Sikiliza nikwambie. Huu ni ulimwengu wa giza. Wewe nani akuloge? Mwana kulogwa. Nani akuloge wewe? Una kipi mama sisi tukuloge wewe? Wewe umebugi mwenyewe na mambo yako umeyakaanga mwenyewe. Sikiliza, acha nikwambie basi, nikufafanulie ulimwengu wa giza ukoje.
Huku wanakuja watu wanaosadikika katika ulimwengu wenu ule wa kiroho ule, ulimwengu wa nyama ule, kwamba wamekufa. Kumbe hawajafa, wanakuja huku. Na wengine wanatoweka katika mazingira yasiyoeleweka, wanakuja huku. Tunaishi pamoja katika ulimwengu huu unaouona. Hauna utofauti na ulimwengu wenu mnaoishi. Unafanana vile vile. Japokuwa kuna mambo madogo tu tunakuwa tunapishana. Sasa wewe mkaji, tafakari, jisuuze, jiangalie vizuri. Rudisha akili yako vizuri, kautulie vizuri, uache mawenge. Unajua wakati mwingine mnakuwa mna mawelasoni, mawenge BCBG yakikuchanganya, naona changanyikiwa, unavurugika kuja kuwapigia watu. Kwanza mimi unanikera. Sijui ueleweshwe vipi mama. Huu ni ulimwengu wa giza mama, changamka. Ulogwe na nani wewe? Nani akulogwe wewe mwana kulogwa? Kwa hiyo mimi sina akili? Kwamba mimi chizi nimetoka huko tu eti nimekuja tu hapa nyumbani kwangu, sina akili au? Hapa ni nyumbani kwangu. Kama na uchawi wenu mnasema si ulimwengu wa giza, hapa mimi ni nyumbani kwangu. Siwezi nikakuelewa kwa chochote. Mimi hapa nimepanunua miaka 4 iliyopita. Lakini nataka nikwambie wewe, mwaka jana tumepajenga. Mimi hapa na miaka 4 katika ulimwengu wenu. Sawa. Kuona umepanunua mwaka jana, umepajenga mwaka jana. Lakini katika ulimwengu wetu ni miaka 4 nyuma mimi nimeuziwa. Sijui kama unanielewa. Mimi nimeuziwa. Unajua maana ya kuuziwa? Na aliyeniuzia hapa ndio alikuja kutengeneza ramani katika ulimwengu wenu wa kawaida. Sijui kama unanielewa binti. Sinichanganye, naomba uondoke nyumbani kwangu. Mume wangu, naona umepata mgeni. Afadhali umekuja mke wangu. Nimepata mgeni mwenye kichefuchefu kama unavyomuona, 50 unga 50 maji. Dada, hujarogwa. Huyu ni mume wangu na hapa ni nyumbani kwangu. Mume wako? Ndiyo. Dada, hapa mimi ni nyumbani kwangu. Yaani hapa ni nyumbani kwangu. Huu ni ulimwengu wa giza na huyu ni mume wangu na hapa ni nyumbani kwangu. Nina miaka 7 ya ndoa na hapa tuna miaka 4. Sitaki kuamini. Miaka 4 kivipi wakati hii nyumba mimi nijenga mwaka jana? Hapa ni nyumbani kwangu. Mume wangu, naomba niongee naye. Mchukue nenda naye. Umeshaamini kwamba upo ulimwengu wa giza? Nimeamini ndio. Umefanya kosa gani mpaka umeletwa hapa? Sijafanya kosa lolote. Lakini alonisaliti ni shemeji yangu, ndo kanileta huku. Yaani kila nchi utakayoenda, kwa hivi ulivyo, utakuwa gizani. Kwa hiyo, kinachotakiwa ufikirie unajisaidiaje. Hatutaendelea kukutana kama hivi. Na tukija kukutana tena ni basi nitakuwa adui yako mbaya sana. Wewe. Mbona hasira hivyo unafuka pupu kama moto wa kifuu? Shida nini? Nimekukosea nini mimi? Alia? Nijibu nilichokukosea. Nimekukosea kitu gani mpaka unilete huku? Safi sana. Umekuja kwenye point. Kitu ambacho nilikuwa natamani siku moja ukiseme. Na mimi niseme yaliyoko moyoni mwangu. Hivi unafikiri mimi nitakuwa mjinga kiasi gani? Mpuuzi kiasi gani nisiojielewa kukuona ukimuumiza shemeji yangu? Mtu ambaye nampenda kwa sababu ujinga wako tu. Kitu ambacho hakiwezekani. Sasa ni muda wako na wewe kuumia sasa. Kumbe wewe ni mshenzi. Yaani unamtetea mtu ambaye kamuumiza kakako. Unataka endelee kumuumiza kakako, si ndio? Wewe ndio unataka kumuumiza kwa sababu kamuumiza kaka. Wewe ndo hakimu. Nitamwambia kaka yako kwa hiki unachokifanya. Kumbe wewe ni nyoka ulojificha. Wewe Ebuga hawezi kukusaidia chochote. Huku uliko una msaada wowote. Unanielewa? Hauwezi kuonana naye. Haiwezekani. Upo kifungoni wewe Eliza. Mume wangu atakuja kunisaidia. Huwezi kuonana naye. Na huwezi kuonana naye, haitotokea na huku unakufa. Lazima ufe. Nimekuambia sifi na mume wangu ananisaidia. Lazima ufe Eliza, una msaada wewe. Nimekuambia sitokufa. Utakufa. Nimekuambia sitokufa. Na kama unabisha mimi nina uwezo wa kutazama ajali. Nimekuambia sifi. Onyesha namna gani utakufa. Unataka kuona? Nimekuambia sifi. Utakufa Eliza. Nikuonyeshe. Sitaki. Sikiza nikwambie. Kwa sababu utakufa na unabishana na ukweli. Nikuonyeshe? Nionyeshe, kwani mimi naogopa? Nionyeshe kama unaweza. Tulia nikuonyeshe ajali.
Nimechoka sana. Natamani kurudi nyumbani kwetu. Maisha yangu yamenichosha. Naomba niruhusu niondoke. Hicho ndio ulichoniitia? Ndio, natamani nirudishe katika dunia yangu. Unajua sikuelewi. Dunia ipi unaizungumzia? Urudi wapi unapopazungumzia? Yaani naacha kufanya kazi zangu za maana za msingi, umeletea upumbavu wako. Nikusikilize ujinga wako unaongea. Huu sio ujinga. Natamani nirudi nyumbani kwetu. Nikaonana na ndugu zangu. Ndugu zangu walilia sana. Natamani nikawe nao sasa hivi. Unafurahisha sana. Bali kuzika. Wakaanua matanga na msiba ukaisha. Kwa hiyo unataka kurudi wewe, unataka ukawatishe watu, unataka watu wakimbie? Haijalishi. Ni lazima nirudi nyumbani. Nimechoshwa na tabia za huku. Mnawafanyia watu vibaya sana. Sitoweza. Nishaishi sana. Naomba nirudi nyumbani. Sasa sikiliza nikwambie. Naomba unisikilize kwa makini zaidi. Tena utegue ya masikio yako yategue yakae hivi, yakae tenge hivi. Unisikilize vizuri. Ni marufuku kusikia ukiniambia unataka kurudi kwenu. Unajua nimekupambania mara ngapi wewe? Nimekukingia kifua, sasa hivi ungekuwa tayari ushaliwa nyama wewe. Wangekuwa shakula nyama. Umechoka na nini? Kicho kuchocha ni nini? Kwani unakuwa sio muelewa wewe? Mimi nimekupigania, nimekukingia kifua mpaka sasa hivi upo unaenjoy ndani ya ulimwengu wa giza. Watu wanakuheshimu huku kote. Wanakuheshimu. Naomba nisikilize, usinipande mimi kichwani. Ninapoongea mimi natakiwa unisikilize mimi. Sio nipande kichwani. Mimi nimekukingia kifua, nimekupigania. Vinginevyo wewe ungekuwa haupo duniani na ulitakiwa uniabudu mimi kama Mungu wako. Pumbavu kabisa wewe. Huu ndio ulimwengu. Na nataka niondoke, nishachoka kuishi. Nasemaje? Mnawatendea watu vibaya, nimechoka sana. Sasa nisikilize. Nisikilize. Tafuta njia yako ya kwenda. Kama una uwezo kuondoka, ondoka. Na tena nikwambie, ili swala naomba iwe mwanzo na mwisho kulizungumza. Umeelewa vizuri wewe? Unataka usalama wa maisha yako, unataka kuishi vizuri huku. Naomba ili swala liwe mwanzo na mwisho. Sitaki tena kusikia hoja hii. Sijakuelewa kwa kweli. Kiukweli nimekuja hapa kwa ajili ya kukushukuru kakaangu. Ni mengi umenifanyia. Bila wewe, nahisi nisingefika hapa na wala huu uwezo uliokuwa nao nisingekuwa nao. Umenitetea sana. Asante kaka. Chaya. Hiyo shukrani yako, nadhani kuna kitu unataka kutoka kwangu, si ndivyo? Ni kweli? Umejuaje? Mimi nakujua wewe Chaya vizuri sana. Shida yangu nataka nijue. Maana namuona Ebugu anahangaika sana kumsaidia mkewe. Je, atamsaidia? Nenda salama. Uliza mtu anaitwa Chakama. Namuona Ibugwa akienda kwa mganga Chakama. Huyu mganga Chakama ni mganga hatari sana, kwa sababu ana uwezo wa kuingia kwenye ulimwengu wa giza na kutoka. Yaani akaingia akafanya mambo yake na akatoka. Na ana watu huku ulimwengu wa giza ambao wanamsaidia. Sio kama unanielewa. Kwa hiyo inawezekana Ebugwa akasaidiwa. Ni sawa. Lakini mimi nataka unisaidie. Nataka nitimize kisasi changu. Na wewe unajua. Maana watu wa kunisaidia wako wachache sana. Na wewe ndo nguvu yangu. Nahitaji unisaidie. Nilipe kisasi changu. Kaka Kesi. Wewe ndo mwenyeji wangu. Na ukanipa watu ili wanisaidie. Naomba kwa hili usimame mwenyewe unisaidie. Kukusaidia hilo linawezekana. Na linaweza lisiwezekana. Kwa maana ili swala la msaada liko ndani yako. Wewe ndo una uwezo wa kumzuia Ibugwa au kumchelewesha mpaka utakapofanikiwa kumzika adui yako. Sijui umenielewa? Ukiweza kumchelewesha, mimi mengineyo nitakusaidia. Najua unajua namna ya kumzuia Ibugwa ili kumchelewesha
wewe uweze kulipa kisasi chako kwa adui yako. Si unataka afe kwa maumivu? Ndiyo. Unataka afe kwa maumivu? Ndiyo. Basi fanya hivyo. Ukishindwa kufanya hivyo, ulimwengu wa kiza kutatokea vita. Vita itakayotokea hapa ni hatari, ni kubwa mno, na itakuwa vita ngumu mno. Kwa lazima ufanye wajibu wako ili hili jambo tulifanye, na ufanye kwa umakini. Eliza, lazima nikuzika ukiwa mzima na ufe ukiwa na maumivu makali, maana umenipa maumivu makali. Unaona kwamba upo katika dunia yenu? Kwani wewe unatakaje? Yaani wewe bado tu unadharau japokuwa hupo katika himaya yangu. Kuona nikupigie magoti? Ikiwezekana unaweza ukapiga magoti, maana hata mimi nilikupigia magoti, unakumbuka? Kwa hiyo kama nipo kwenye himaya yako ndo niogope? Wewe kweli jeuri. Ila mimi nakuonea huruma sana. Si umeona kuwa utakufa? Kwa hiyo ukiniambia kama nitakufa mimi ndo niogope? Hata kama nikifa, wewe utaenda wapi? Ni kweli, ila watu huaga utangulia na wengine ufuata. Sasa angalia usiwe wa kwanza kufa. Najua unaogopa, unajifanya tu jasiri. Je, nikusaidie au niondoke zangu? Mnajifanya miungu watu wakati Mungu mwenyewe yupo. Aya, nataka kujua yote haya unafanya kwa ajili gani? Mapenzi. Mapenzi ndio dunia yangu, na sio yangu tu, kwa kila mtu. Sawa, na kuachia mume wako, niache niondoke. Hapana. Hata nikikuacha huyo, uwezi ukamwacha huyo mwanaume, kwa sababu mnapendana. Sasa sikia, mimi nitakuacha uishi, ila ukubaliane na mimi. Kweli? Kwa sharti moja tu. Chukua simu yako, mpigie mume wako na umwambie aje sehemu ile ambayo anaipenda. Baada hapo utaonana naye, kisha nami nitaongea naye ili kutoa dukuduku langu lilokuwa moyoni mwangu. Upo kifungoni wewe Eliza. Mume wangu atakuja kunisaidia. Kuona nikupigie magoti? Ikiwezekana unaweza ukapiga magoti, maana hata mimi nilikupigia magoti, unakumbuka? Nakuomba usiniharibie maisha yangu. Sikiza nikwambie, kwa sababu utakufa na unabishana na ukweli. Nikuonyeshe? Nionyeshe? Kwani mimi naogopa? Nionyeshe kama unaweza. Tulia nikuonyeshe jana. Yaani umenifurahisha sana. Umefanya jambo la maana kweli kweli. Yaani jambo ulilofanya ni la maana kweli kweli. Moyo wangu umefurahi sana sana sana. Na mimi nataka nikwambie, nikiangalia maandalizi ya kaburi yanaelekea mwisho. Nisikilize kwa makini. Hapa usifanye kosa lolote. Kosa lako lolote tu litapelekea matatizo. Na ninapomwona Ibugwa anakaribia kukamilisha misheni yake ya kufika kwa Chakama. Sasa kitendo cha kufika tu yeye pale, balaa linaanza. Na ukishakamilisha kumzuia Ibugwa asionane na Chakama, basi hakuna shida. Kikosi kipo, kitamchukua Eliza, iwe kwa kutaka kwake au asitaki. Sio kama umenielewa. Hii anakamatwa vizuri na tutamvisha kwa heshima. Sasa hii nakwambia kwa heshima, tutamvisha sanda
Sijui kama umenielewa. Na mdomo tutamziba. Ndio. Tutamtumbukiza kwenye sehemu ambayo anastahili kukaa. Yaani hapo hakuna shida. Wewe unataka afe kwa maumivu. Na ikitokea jambo likaharibika, mambo yakanuka hapa, sawa, kila mtu atafute chocho yake mama. Hapa Bagamoyo kwenye ulimwengu wa giza kikiharibika kabisa kabisa kabisa, kimeharibika, mimi na press yangu ya kwenda kwenye ulimwengu wa nyama, sawa mama. Kule kwenye ulimwengu wa nyama kule mimi naishi Mtwara Luagara mama. Nitachomoka zangu shwa mpaka kwenye familia yangu, mimi nitaenda kutulia, na nikifika kule mimi na familia yangu mambo yanaenda. Shida itakuwa kwako wewe, kwa sababu mama wewe hapa unaishi Bagamoyo. Kwenye ulimwengu wa giza upo hapa hapa, ulimwengu wa nyama upo hapa hapa. Tabu itakuwa kwako. Kwa hiyo kazi mama unatakiwa ufanye kwa umakini, utulize akili yako, midula plakata yako hiyo itulie, isicheze cheze, ufocus katika hii kazi ambayo tunaoifanya. Narudia tena, kosa lako moja limetuangamiza wote. Sio kama umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Naso, masikio yangu yanatamani kusikia tena kwa uweledi mkubwa sana, unifafanulie tatizo ni nini? Kwani hutaki afu ghafla? Shida nini? Nimekukosea nini? Hujanikosea kokote. Na hichi nilichokiongea si Kiswahili kinaeleweka? Mimi na wewe basi, sitaki tena. Naso, kwa nini unanumiza? Basi kwa sababu gani Naso? Yaani inakuwaje basi ghafla hivi? Kunda kumaanisha nini? Vyote vile ambavyo tumevisema, tumevizungumza mimi na wewe, tukapanga, tukakubaliana, ulikuwa unanidanganya? Naso, kwani umenidanganya? Naso, are you serious? Kwa na mimi nachekesha hapa? Natania, si ndio? Ninachokiongea ni kitu kinachotoka ndani ya moyo wangu. Naso, nataka kujua sababu ni nini? Sababu ni nini? Sababu nakupenda na ndio maana nahitaji kukulinda. Sasa Naso, wewe umeona wapi mtu ukampenda afu ule mpenda unamwacha? Kuna mapenzi hapo? Nataka kujua sababu ya wewe kutaka kuniacha mimi ni nini? Unataka kujua sababu? Si ndio? Yes. Sasa nisikilize kwa makini. Ikitokea mimi na wewe tumefunga ndoa, basi ujue ndio mwisho wako wa maisha. Unakufa. Mimi nitakufa? Mimi? Naso, kwa ajili yako niko tayari kufa. Hata nikuoe na nife, niko tayari. Sikia nikwambie, cha ajabu sasa, hata hiyo siku ya tarehe ya harusi mimi sitokuwepo. Utakuwa wapi? Hapo wapi ndio tatizo. Sitaki upatafute hapo wapi. Nataka nikuache na maisha yako ya amani. Tafadhali, naomba usinitafute. Kaa mbali na mimi. Naso, akili yangu imegoma kabisa kubaliana na hili swala. Inawezekanaje? Mtu kukataa ndoa wiki moja kabla kaka. Aliyakuwa tumekaa kwenye mahusiano miaka 4. Wewe unajua. Kuna nini kimejificha katikati hapa? Kwanza nikupe pole sana, lakini naomba nikushangae. Mimi nakushangaza? Kaka, nakushangaza na nini? Aliyekuwa wewe ndio mshauri wangu, wewe ndio kama mzazi wangu, nikipatwa na maswaibu nakuletea wewe. Nakushangaza na nini tena hapa? Kwa hiyo unataka ukishangaza watu wasishangae? Wewe vipi? Kiufupi tu umekuwa kijana unaotafsirika vizuri, lakini kwa muda huu unakuwa ni kijana wa hofu. Haiwezekani Mungu anakuwa na sababu zake za msingi za kutaka kukuepusha kwenye matatizo. Wewe unataka kulazimisha kwamba tatizo likuganda wakati ndoa ni safari ndefu. Mungu amekupa sababu ya kwamba kile kilichokuwa kibaya kwenye maisha yako kimeondoka chenyewe bila kutumia nguvu nyingi. Washindwa kumshukuru Bwana Mungu wako? Kaka, hapa hakuna Mungu. Huyu ni shetani ameshuka mwenyewe. Mungu gani anaweza kuzuia ndoa? Shetani? Shetani hawezi kufika sehemu ambako Mungu yupo. Wewe unaamini shetani ana uwezo kuliko Mungu? Shetani kazi yake ni kufanya vile vitu ambavyo anajua Mungu hivi kaviachilia labda. Lakini sehemu ambako Mungu anajua kabisa huyu mja wangu anatakiwa atengeneze familia yake, imeandikwa future yake kabisa, na wewe ni mtoto mzuri, mtu mzuri, mtu wa Mungu. Mungu amekuepushia. Hebu mshukuru Mungu. Swali, umshukuru Mungu. Shukuru.
kukuepushia lile tatizo. Ni tatizo. Huyu ni Mungu, so Sheta. Usitake kila sehemu ya Mungu umweke Sheta. Unajua wise man, sisemi wise woman, wise man. Hao watu wanasema hivi, na huyo mtu anasema hivi. Mungu ameumba dunia pia akawaweka wanadamu. Lakini mwanadamu kuna vitu vingi anaweza kavitafuta kwenye maisha yake ili vimsaidie na vinaweza vikaja kabisa. Ila ukifika wakati hivyo vitu vinaondoka kwenye maisha yake, ina maana ni wakati umefikia vitu hivyo kumwacha wewe mwanadamu. Usivilazimishe. Hiyo ni sawasawa na binadamu alokula chakula kizuri akashiba. Ikafika wakati kinyesi kinahitaji kwenda chooni, alafu wewe ukalazimisha kubaki nacho tumboni. Utapoteza maisha. Nimeshuhudia mara nyingi sana ukiniambia maneno yako ya hekima, maneno ya busara. Leo kwa mara kwanza nashuhudia ukinipa unabii wa matopeni. Unaniambia unabii wa matopeni? Yes, huu ni unabii wa matopeni. Wantusi. Elia, jina lako lenyewe hilo ni jina takatifu ambalo watu walifikiria, wakamuomba Mungu, wakaota ndotoni, ukapewa jina Elia. Unasema unabii wa matopeni? Hapa si ngoja niende kwenye maandiko ya Mungu. Mungu anasema yeye ndo anayetoa riziki kwa mja wake. Shetani hajawahi kutoa riziki. Sasa Mungu amekutolea hicho kitu kibaya. Unataka kulazimisha? Haya, sema na huu unabii wa matopeni. Maandiko ya Mungu. Sema tena. Unakaa unang'ang'ana na malaya. Wang'ang'ana na malaya, wang'ang'ana. Usimwite Nasu malaya. Nasu ni malaya. Don't call me Nasu malaya. Sasa kama sio malaya ni bikra. Usimwite Nasu malaya. Kama sio malaya ni bikra. Usimwite Nasu malaya. Ni bikra. Yes, bikra, tena Bikira Maria. Bikira Maria, si ndio? Bikira Maria ambaye alitoa mimba yako. Hiyo mimba aliitolea wapi? Kichwani, mgongoni, kwenye visigino? Bikira gani anashika mimba? Bikira gani huyo? Na ameshika mimba kipindi ambacho yuko wazi tu. Yule ni malaya. Ni malaya. Malaya. Nyoko wewe. Nyoko mwenyewe. You call me nyoko? Why you call me nyoko? You're supposed to be a nyoko. And you nyoko tu. Okay. Thank you. Mungu nakushukuru kwa wewe mpumbavu huyu mwenda wazimu. Umenipatia dogo ambaye hana akili. Wewe ni mpumbavu tu limbukeni wa mapenzi. Wewe una mpumbavu tu. Wewe mapenzi unayathamini. Dog. Into dog. Me? You call me dog again? You call me dog? Unantose. Kwa taarifa yako, siruhusu tena ndoa hii. Kile vyote vile sitaki tena kukaa kwenye ndoa ya watu ambao hawana akili, walianza na uzinifu, malaya wakubwa. Nataka nitoe taarifa kila sehemu tulipotoa taarifa ya harusi kwamba bibi harusi kafa. Wewe unaenda kutembea? Wapi? Kutembea. Kwani mimi siruhusiwi kutembea? Au mimi ni mfungwa? Nakuona sana sasa hivi. Yaani unaona tu sasa hivi, yani ukiamua wewe unajiamulia chochote unachotaka. Unataka kutoka hapo na kutembea sha. Nakuona umeanza kubadilika. Tena umebadilika kweli. Tena ungekaa kimya ingekuwa nzuri, kwa sababu nimesikia kila kitu ulichokuwa unaongea. Kumbe una familia yako katika dunia ya kawaida eh? Wewe ni mshenzi sana. Kwa hiyo unanifanya mimi mfungwa wakati wewe uko huru. Kwa nini unanifanyia mimi hivi? Sikiliza nikwambie. Mimi ndo niliokuokoa. Sio mimi nakufanya wewe uwe mfungwa hapa. Mimi nimekutetea wewe. Sijui unanielewa? Huko unakoelekea. Narudia tena kukwambia, huko unakoelekea utakuja ni kuache uhangaike mwenyewe ndani ya ulimwengu wa giza. Nitakuacha ili ujionee magumu ndani ya ulimwengu wa giza. Na ndio maana watu wengi wanawatoaga akili na kuwapeleka mashambani huko. Mwende mkahangaike huko. Unaongea nao unaniletea jeuri mimi, unajibu ovyo. Hebu angalia ulivyong'aa, angalia ulivyopendeza. Mwanamke unawaka. Wenzako wana mikucha hiyo, minywele tim. Alafu unapendeza, unaleta jeuri. Na kupeti humu ndani. Na kubembeleza. Unataka kunipanda kichwani, si ndivyo Unajiona wewe nani? Unajiona wewe nani, sinakuuliza. Sasa sikiliza. Hii ni mara ya mwanzo na mwisho. Sitaongea tena na wewe.
nitakuacha uhangaike. Narudia tena, nitakuacha uhangaike ndani ya ulimwengu wa giza. Usinitolee mimacho, potea hapo. Toka bwana. Halo? Mme wangu. Mke wangu? Nimekuja nyumbani sijakukuta mme wangu. Uko salama kwanza? Hebu niambie kwanza uko salama? Mimi niko salama mme wangu. Kweli mke wangu uko salama? Kweli mimi niko salama mme wangu, usiwaze. Nakuomba uje tulipoanzia mapenzi, maana nimepakumbuka sana hapa, nimekumisi mme wangu. Sawa, sawa. Aya, fanya haraka, mimi nakusubiri. Nakuja sasa hivi, sawa? Sasa hivi nakuja. Usichelewe, nakupenda. Sawa. Yaani ninavyokuambia kila kitu kipo sawa. Bugwa yuko njiani anarudi. Anakuja kuonana na Eliza. Kwa hiyo kila kitu sawa. Unazungumza kweli Chaya? Kweli kabisa. Wewe. Hapana, hilo swala lako haliko sawa. Namuona Chakala ametoka kilingeni kwake kinafsi bila Chakala kumpa taarifa Chakama. Bugwa hawezi kusaidiwa. Kwani kuna tatizo? Kuna tatizo kubwa mno. Kwa sababu Chakala katoka kinafsi, itakuwa ni rahisi kujua Bugwa wapi alipokwama. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwa kuwa nafsi yake imeondoka, kilingeni kwake upo mwili, mimi nitaenda kumuua pale pale. Kwa hiyo nikishamuua, hiyo nafsi itakwama njiani na kupotea, na wewe ukafanya kazi yako. Bugwa akifika pale kwa Eliza, kwa hiyo wewe mdhibiti Eliza. Alafu huyo mganga nilikuwa namtamani kweli kweli. Yaani kama kuna siku kabugi, leo kabugi kweli. Yaani kutoa nafsi yake na kuacha mwili. Yaani mimi kwangu ni rahisi hivi mama. Aya, mimi nateleza tu leo. Kwa hiyo hapa, unasikia? Hapa tugawane majukumu. Wewe ukafanya la kwako na mimi nifanye la kwangu. Chakama, kuna mtu muhimu sana anakuja, anahitaji msaada wako. Naomba umsaidie. Unakumbuka lile jina lililotoka katika kikao cha waganga? Jina ambalo litatusaidia kwenye vita kati ya waganga na wachawi. Nakumbuka, ndiyo. Anaitwa nani? Bugwa. Huyo ndio anahitaji msaada. Akija umsaidie. Kwangu hakuna shida. Tumsaidie leo, atusaidie kesho. Mara ngapi nimekukatalia kwangu kuja kinafsi? Nisingefanya hivi, kungekuwa hamna usalama. Hujui kuwa unahatarisha maisha yako? Ona sasa uko kwenye hatari. Nini? Saidia kwanza maisha yako. Swala la Bugwa mwachie Chakama. Hawa wachawi wanataka kucheza na mimi. Bora wangecheza na mimi, sio Bugwa. Nyoko wewe! Nyoko mwenyewe! You call me nyoko? Why you call me nyoko? You're supposed to be a nyoko. Namuona Chakala ametoka kilingeni kwake kinafsi. Wapi? Kutembea. Unakumbuka lile jina lililotoka katika kikao cha waganga? Bugwa. Okay. Thank you. Hawa wachawi wanataka kucheza na mimi. Bora wangecheza na mimi, sio Bugwa. Eliza. Nikuite nani? Niite Neema. Niambie Neema. Eliza, kuna taarifa nataka nikupe, utaipokea? Haya, nipe hiyo taarifa yako. Kuna taarifa nataka nikupe. Nikikupa utaiamini?
Itategemeana na utakachoniambia. Sasa sikiliza nikwambie. Hapa ulipo umeletwa kama mtego tu. Lengo kubwa umzuie Bugo huko endako. Kama hujafanya usifanye. Kwa sababu huyo mtu ndo msaada wako. Wao wanataka wakutumie. Lengo umcheleweshi ili wafanikiwe lengo lao. Na akishakamilisha wewe wanakuzika na kaburi lako lipo tayari. Eti tunakuja kuniambia kwamba Bugo anataka kunisaidia. Atanisaidia vipi wakati anioni? Mimi namwamini Chaya kwa sababu naonana naye uso kwa uso. Huyo Hebugwa hanioni na wala hanisikii na mimi simsikii. Ayaiweje aje kunisaidia? Na huyo Chaya kaniambia mimi ndo naye kutana naye leo Hebugwa hapa. Anakuja kunikutanisha naye. Kwa hiyo muda huu naonana na mume wangu. Sikiliza wewe dada. Naomba ukae mbali na maisha yangu. Kwanza ulisema wewe utakuwa adui yangu. Au ndo adui umeanza? Kwa hiyo maisha yangu kupitia Chaya atakuwa salama. Sitaki kumsikiliza mtu yoyote. Kwa hiyo naomba uondoke mbele yangu. Haya. Chakala, leo ni siku yako ya kuondoka duniani. Nilikuwa natafuta nafasi hii kwa muda mrefu sana. Leo ni siku yako ya kufa. Najua kawaida yako na tabia yako. Wewe unaondoka kwenye mwili wako kinafsi. Unaondoka na kurudi. Unaondoka na kurudi. Lakini leo hii upo kwenye mikono yangu. Leo hii unakufa. Nahisi harufu yako Kesi. Najua unanitafuta. Najua nina kisasi na wengi. Lakini hamniwezi. Karibu kijana. Baba akasema palipobakia ni wewe. Na ulitaka asaidiwe tayari kashasaidiwa. Kaburi liko tayari. Kaburi nishaliona. Shaliona. Najua lipo tayari. Na kuna kingine ninaweza kukusaidia? Kingine nguvu zako kijana. Kwenye nini? Tunahitaji nguvu zako kwenye kwenda kumkamata Eliza. Ndipo napohitaji nguvu zako. Na sio wewe peke yako. Nahitaji pia na vijana wako. Mbona una nguvu nyingi sana? Alafu unaonyesha unyong'onyo. Ni kweli uko sahihi kijana. Tunaweza kumlalisha na kumuua akiwa hajielewi. Lakini lengo sio hilo. Mlipa kisasi anasema afe kwa maumivu akiwa anajiona, na tena afe kama mbuzi anayechunwa ngozi akiwa bado mzima, jinsi anavyotapatapa na kuhangaika. Sijui umenielewa kijana? Kazi yako imefanikiwa. Nashukuru kwa hiyo.
Unashangaa? Lazima nishangae kwa sababu umenileta hapa nionane na mume wangu, lakini kwa mtazamo wangu unahisi anioni. Ni kweli hakuoni. Sasa kwa nini unafanya yote haya? Nafanya haya yote kwa sababu ulipiga hatua kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nami ndio maana nimeamua kufanya hivyo. Na huyo mume wako nimemuita kwa sababu nitaka nimzuie asifike sehemu ambayo wewe utapata msaada. Kwa hiyo niliamua kumtumia mwanamke mjinga ili ajiponze mwenyewe, kwa sababu amesahau kwamba adui hawezi kuwa rafiki. Kwani toka lini adui akawa rafiki? Wewe si ulisema ukimwita hapa utakuja kutoa dukuduku lako mbele yangu au? Lakini dukuduku langu nalitoa kwako wewe. Kwa nini unafanya yote haya? Nimekukosea nini mimi? Nimekukosea nini? Kwa sababu wewe uliniumiza. Ulimchukua mume wangu tena wa ndoa. Unajua nilipata maumivu kiasi gani? Nilikosa hata hamu ya kuishi duniani. Nilitamani hata kujiua kwa ajili yako wewe. Baada ya kupata huu mzigo, nikajisi nami ni mtu na uwezo wa kuishi, na ndio maana nimekuja kulipiza kisasi tena kwako wewe, mpumbavu, muiba wanaume za watu. Kosa nimekufanyia mimi? Kosa umefanya wewe? Wewe mwanamke ni mpumbavu. Wewe mwanamke una akili. Kwa kuwa mimi nimefanikiwa kumzuia Ebugwa na kumchelewesha, kifo ndio kitakachofuata. Tunaenda kukuzika sasa hivi. Kwa ukweli yani, labda unizike sasa hivi, na ikitokea mimi nimepona, nimetoka salama, hili bifu halitoisha. Wewe unajifanya mtawala huko. Ulichokiweza wewe na mimi nakiweza. Kwa taarifa yako, ninavyompenda mume wangu na yeye ndo anavyonipenda. Siwezi kuogopa chochote. Kama unataka niue sasa hivi, niue! Utakufa! Tena utakufa. Niue, niko tayari kwa chochote, niue. Kama kufa kwa ajili ya mume wangu, niko tayari kwa lolote. Tena nataka nikwambie, sifi nikiwa na huzuni, na kufa kwa furaha kwa sababu ya kutetea penzi langu. Kufa! Tena kufa! Haraka sana ili uweze kuniachia penzi langu. Ebugwa. Chakala. Mimi sio Chakala. Mimi ni Chakama. Shika. Habari za uzima. Uzima wako. Habari za uzima wako? Ni nzuri, lakini kwako ni mbaya. Kwa nini? Tumechelewa. Mke wako bado dakika 7 wamzike. Usijisikie vibaya. Halikuwa kosa lako. Walichofanikiwa kukuleta hapa wakucheleweshe ili usifanikiwe. Wao wamefanikiwa, lakini bado dakika 7. Dakika 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ndiyo. 7 hizi 7 mke wangu wanamzika. Wanamzika kama ilivyotabiriwa vile wanamzika mzika. Ndiyo. Jamaa wanaromba sana. Yaani wanaromba sana, analomba mno, analomba sana. Tumechelewa. Kuhusu kuzikwa, anazikwa. Kwa hapo ni kosa langu, kwa sababu mimi ni mjinga, ningejua nisingepita hapa. Kwa sababu mimi ndo sababu sasa. Ina maana kama nisingekuja hapa nisingechelewa. Nisingechelewa. Ni ujinga wangu. Yaani mimi ni kijana wa hovyo. Haki ya Mungu, mimi ni kijana wa hovyo. Wa hovyo. Kwa hiyo tunafanyaje Chakama? Kuna namna ya kumsaidia mke wangu, namna yote ile ya kumsaidia. Ukaangalia ofisini cha kufanya. Karibu sana binti. Asante. Bahati mbaya Eliza yuko. Lakini mimi nimekufuata wewe. Mimi? Mbona mume wako hajanipigia simu? Hii nimejiruhusu mwenyewe.
Bahati mbaya sina tabia ya kusikiliza wake za watu. Sikia bro, nahitaji pesa, na katika kiwanda chenu pale kuna kazi ya kufyatua matofali. Ile kazi naiweza. Usinizarau kwa sababu mimi ni mwanamke. Hapana, mimi najua kupambana na ninahitaji pesa ili niweze kumsaidia mume wangu. Naomba unipe kazi kwenye kiwanda chenu. Sikia, naomba uende, na kama umekuja kwa ajili ya kuni challenge, nenda. Mama, ina maana laana yako ndio inanitesa mimi namna hii? Kwa mimi bila kufa mume wangu hawezi kufanikiwa katika maisha yake. Sasa cheki watu wanavyotudharau. Hamna mtu yote ambaye anaweza kunisikiliza mimi. Kila ninachomwambia mtu ananiona mimi kama siwezi kitu. Kwa nini mamangu? Kwa nini na sisi tusipate maisha mazuri? Mimi na mume wangu tufurahi. Kwa nini umetuletea kitu kama hichi? Kwa nini? Kwa nini matatizo yanatufuata sisi tu? Kwani sisi tumekosea wapi? Sikiliza binti. Pale kiwandani mimi naaminika sana, kiasi kwamba jambo lolote nikilisema huwa halipingwi, linapita. Kwa hiyo kazi umepata, mimi nitaenda kukuombea pale nafasi, naamini hauwezi kukosa. Cha msingi tu ujiandae kiakili kwamba unaenda kufanya kazi ambayo ni ngumu, lakini inawezekana. Pambana kweli. Zingatia, jua kitu ambacho kinakupeleka pale. Zingatia, jua kitu ambacho kinakupeleka pale na sio kuweka michanganyo. Nashukuru. Nataka uniambie ulienda wapi. Nakuuliza, naomba unijibu. Ulienda wapi? Sikiliza mwanamke. Mimi sio mchezo hata kidogo. Mimi ni mtu mwenye stara zangu ndani ya ulimwengu wa giza na heshima yangu kubwa. Wewe unaheshimika kama mwanamke wangu mimi. Sasa mwanamke wangu mimi unakuwa kiguu na njia, unatoka unazunguruka, mara uende huku mara uende huku, ueleweki, umekuwa kama mdananda. Naomba niambie kitu, ulikuwa wapi? Mdomo mzito Umekunywa mwarobaini. Kuongea umekuwa mdomo mzito, si ndivyo? Huna jibu. Sasa sikiliza. Ni heri ungekuwa umetoka, ningejua wewe umetoka tu umeenda kuzurura. Lakini umetoka umeenda kuongea umbea sehemu. Upashikuna. Yaani mwanamke mzuri, mrembo, lakini wallahi. Hii dunia kweli sio Juma Mpogo. Mimi nimechoka na tabia zenu. Na kama ningekuwa na uwezo, mimi ningekuwa adui yenu mkubwa sana. Unasema umechoka na tabia zetu sisi. Nilishakuonya, nikakwambia, ya Ngoso mwachie Ngoso. Kwa nini unakuwa unatufuatilia sasa? Kwa nini unakuwa unatufuatilia? Yaani unataka kutupanda sisi kichwani. Umeshasahau mimi nimekusaidia kipindi uko kinyenginya mdogo mimi nimekusaidia. Mpaka umekuwa hivyo. Sasa hivi umekuwa na jeuri ya kunijibu, ya kuongea jinsi unavyotaka, kuzungumza chochote unachotaka, si ndivyo? Sina kuuliza, si ndivyo? Ushakuwa mkubwa sasa, una mapembe sasa hivi, unaweza kutanuka ukaongea chochote kile ambacho unachojisikia kuongea, si ndivyo? Acha nikwambie binti, unajidanganya. Wewe ulimwengu huu wa giza huujui. Sasa basi, kuanzia muda huu mimi nimejivua. Najivua kabisa, nimejivua kabisa. Sijui kama unanielewa. Na wachia wakubwa wa juu wataamua wewe wakufanye nini. Nimejituma sana, nimekupambania sana. Kwa nini unakosa shukrani? Kwa nini? Kwa nini? Sina kuuliza kwa nini? Ninavyokuambia, Chakama amefika. Na mimi hapo unavyoniona nimemkimbia. Na ninavyohisi, Ebugu atachukuliwa na Chakama. Nalijua hilo. Najua kwamba Chakama amefika. Vipi wewe, mpango wako umeendaje? Sijakamilisha. Na sijakamilisha kwa sababu gani? Chakama kamsaidia ndugu yake kurudi kwenye mwili wake wa asili. Sasa unavyoona, Chakama atamsaidia kwa njia ipi? Sioni
naona giza. Sasa tutafanyaje? Taarifa imekuja, kaburi limekamilika. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo sasa inatakiwa tufanye haraka iwezekanavyo, tumchukue Eliza tumzike. Sijui kama umenielewa. Kabla Chakama hajafanya mambo yake. Hapo sasa ndo tuone tukishamzika, je, wanaweza kufanya mambo yao? Hapo nimekuelewa. Na inabidi tufanye kwa wakati. Haraka haraka. Hapa ufu ishaniingia. Naona jambo langu naenda kufeli kabisa. Je, Ebugu atajua mimi ndo naye afanya haya? Ebugu kujua ni lazima ajue. Kwa sababu yuko na Chakama. Lazima mambo yatakuwa wazi. Kwa sababu Chakama ni hatari zaidi. Yaani yule ni hatari. Sasa mimi sitaki ajue kama ndo mimi, sitaki. Sitaki ajue kwa sababu mimi lengo langu nikishampoteza Eliza nirudi mimi kuishi naye Bugwa. Taratibu. Usipaze sauti. Usi unaniamini? Ndio nakuamini. Unaniamini? Nakuamini. Basi kama unaniamini, swala tutalikamilisha kama tulivyopanga. Sio kama umenielewa. Na wewe utaishi na Bugwa vizuri, wala mustarehe katika ulimwengu wa nyama. Sio kama umenielewa. Nimekuelewa. Kwa hiyo sasa hivi tuli sana. Sawa, tutamzika. Bugwa akijua itakuwaje? Itakuwaje? Vita ni akili. Lazima tupange mashambulizi yetu kimya kimya. Sawa mama? Sawa. Lazima tutashinda hii vita. Niamini mimi. Sasa twende tukamzike Eliza haraka iwezekanavyo. Fumba macho, tuondoke. Chakama, kuna sehemu ambapo yupo mke wangu ukitazama, au ndo tayari washamweka kabisa kwenye kaburi? Yani washamweka kwenye kaburi? Yuko maeneo ya hapa hapa, anakuona ila we humuoni. Hakupewa uwezo wa kusikia sauti za dunia ya kawaida. Natamani kuongea naye kidogo tu, manake hizo dakika 7 zilizokuwepo yamkini nisipate fursa ya kusikia sauti yake. Naomba nimpigie simu mke wangu. Fanya haraka umpigie simu, ongee naye. Halo? Halo. Mke wangu. Mume wangu. Najua unanisikia na unaniona, si ndio? Ndio. Kwanza nakupenda sana. Usijilaumu kwa kuona kwamba hilo ni kosa lako kunita hapa. Sio kosa lako, lakini mimi naamini siku moja tutaonana. Nashukuru kama unaniona na kusikia sauti yangu wewe. Siku moja tutaonana. Nakusalimia. Unaniona? Nakusalimia. Chakama.